Somo katika kitabu cha nabii Amosi. Bwana Mungu wa majeshi asema hivi: ole wao wanaoishi kwa raha katika Sioni, na wale wanaokaa salama katika mlima wa Samaria. Ninyi mnaolala juu ya vitanda vya pembe na kujinyosha juu ya majemadari yenu, ninyi mnaokula wana-kondoo wa kundi na ndama wa nono wa zizi, wanaimba nyimbo kwa sauti za kinubi na kujifanyia kama Daudi vyombo vya muziki, wanakunywa divai katika mabakuli na kujipaka manukato mazuri, lakini hawahuzuniki juu ya kabila la Yosefu. Kwa hiyo sasa watahamishwa, hata watakuwa wa kwanza na wenye kuhamishwa, na matamasha yao ya kiasherati yatakoma. Neno la Bwana. Umsifu Bwana, ee nafsi yangu. Umsifu Bwana, ee nafsi yangu. Umsifu Bwana, ee nafsi yangu.
Jiepushe na mambo haya. Fuata uadilifu, uchaji wa Mungu, imani, upendo, subira na upole. Pambana katika mapambano ya imani, uitoe uzima wa milele. Huo ndio wito wako, nawe umefanya maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuamuru mbele ya Mungu aliye asili ya kila uhai na mbele ya Kristo Yesu, aliyetoa ushahidi mzuri mbele ya Pontio Pilato, utimize agizo hili bila lawama mpaka kutokea kwake Yesu Kristo. Wakati wake mwenyewe heri atalidokeza tokeo la yeye aliye peke yake mtawala, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Yeye peke yake hawezi kufa, amekaa katika mwanga usiosogeleka. Hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na enzi ya milele ni yake. Amina. Neno la Bwana. Ijapokuwa Yesu Kristo alikuwa tajiri, alijifanya kufara kwa ajili yenu, ili ninyi mpate kutajirika kwa ufukara wake. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyezoea kuvaa nguo za rangi ya zambarau
Injili ya Bwana. Yesu Kristo. Mbele ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuwaomba sana, jiandae vizuri kwa ibada ya misa. Wengi wanakuja wamechelewa. Najua safari kutoka nyumbani kwenye unaishi hadi hapa kuna mambo mengi huenda ikatokea katika barabara, inaeleweka, lakini jaribu sana ili Jumapili isikupate kwa mshangao, usishtuke, isikupate aseti imekupata offense. Tumeamka wapi? Leo ni Jumapili, ni saa ngapi? Ukaja kwa ibada kama hiyo kwa kuchelewa. Kama nimesema vibaya, nawaomba sana, ni ishara nzuri ya kujiandaa. Hata wanakuwa leo wamechelewa, baada ya kuingia hakuna wanakuwa ya event, na walikuja mapema wakafanya matayarisho, wakasahau misa ya saa 5:30. Kwa hivyo huyu ujumbe kwetu sisi sote, hata sisi mapadri saa zingine tunachelewa, tunaweza kuchelewesha ibada hii na nyingine. Mmekuja hii misa ya saa 5:30, naona saa 5:30 imefika, bado yule ambaye alikuwa anaongoza misa ya saa 3:30 bado anaendelea, mambo haya kutendeka. Kwa hivyo huu ujumbe kwangu mimi kama padri na wenzangu, kwa sisi sote. Tunakuta watoto ambao wanatusaidia hapa ni wawili tu, tutawaomba hii mikosi leo imetoka wapi? Chelewa, lakini tutajaribu next time, sio? Tafadhali jaribu. Inaonyesha kwamba mlikuwa mnatazamia sana, hata ni heri uje usimame pale ukingoja tu misa saa 3 ishi. Unakuwa ni heri hata ukuje pale ambaye anaongoza misa saa 3 au kwamba mbona kuna watu wengi pale na angalia saa ni tayari nakula masaa ya misa inayofuata. Natamani kwamba ikifika hiyo time tafadhali mwe mnangojea tu hapo nje, sio kupiga kelele hapo tu somewhere watu yaone kwamba wanatarajia kuingia kwa misa inayofuata. Hiyo ni jambo la kwanza, lakini sitaki niharibu mood ya maombi ya leo. Nimesema tuko poa, si ndio? Kama nimekosea, salimia mwenzako amkeni. Mwambie next time kuja tu mapema. Next time jaribu. Sawa. Okay. Sasa turudi. Haya ni maneno yangu. Sasa turudi kwa neno la Mungu. Ndugu zangu, ukisikia somo hili la
jehanamu hao hakuna kutoka na kuvuka, ni ya milele. Hata ni heri basi niingie pale purgatory, nimalize kifungo changu, nisafishwe vizuri, ndio niingie kwa umati wa watakatifu. Sasa kuna huu utetezi wa watu ambao labda wale ambao wamekufa wako huko wanatuangalia aje sisi ambao tuko hapa chini. Na je, ili kesi mtu saa hii, mtu ambaye ninamjua ama simjui, alikufa jana ama siku zile zingine za kitambo, kwa wakati huu tuseme ako jehanamu, alafu awe na uwezo wa kututazama sisi tulio chini, tuseme kwamba mbinguni iko huko juu, alafu anione hapo chini, ilhali kitu ambacho kimemfanya yeye ako jehanamu ndicho kile anaona wanadamu wanafanya. Ndiko ile anaona sasa huyu angalikuwa penye niko, alafu ajaribu kututetea, ati wanaona wale ambao kule mbinguni wanamwambia aki na kuomba kule chini kwa familia yetu tuko watano, lakini naona wanaishi jinsi nilivyoishi nikiwa duniani. Aki mimi, unajua huku tumefungwa, hatuwezi tukatoka. Mimi naomba tuma mmoja wao aende wapatie kuona. No, this is a very funny thing. Utetezi wa wale ambao wako jehanamu. So macho yetu yanafunguliwa ili sisi tulio hapa tukiwa bado tuko hai tukumbuka kwamba tumeitwa ili baada ya maisha yetu hapa tuingie katika maisha ya milele, kwamba haya maisha yetu hapa yanaisha. The way you see this candle, especially your wax, the more it keeps burning, the more it keeps reducing. Na ndipo tukaambiwa tunaishi tukiisha. Sasa na huyu Paulo anatuambia katika somo la pili, utwae uzima wa milele. Stretch your hands so that you can get hold of eternal life. Ili atukumbushe hivi, inamaanisha kwamba ni rahisi sana binadamu awe ni padri kama mimi, awe ni sister, awe ni brother, awe ni Mkristo tu mwenye hayuko katika miito kama hiyo. Ni rahisi sana asahau na aishi maisha ya sasa kana kwamba hakuna penye tunaenda. Ni rahisi aishi maisha yake sasa huku amesahau kwamba kuna ule mwito ameitwa kuingia katika maisha ya milele baada ya maisha ya duniani. Sasa ameishi, amezubaa, amelalia maskini. Uliposikia maneno ya nabii Amosi kwenye somo la kwanza, Bwana Mungu wa majeshi anasema hivi, ole wao wanaoishi kwa raha katika Sioni. Je, basi Mungu anataka tusiishi na raha? Kuna ile raha nzuri, lakini kuna ile raha ambayo inatutosha. Lazima tuwe waangalifu. Ole wao wanaoishi kwa raha Sioni, na wale wanaokaa salama katika mlima wa Samaria. Nyinyi mnaopanda vya pembe na kujinyosha juu ya masemadari, ninyi mnawakula wanakondoo wa kundi na ndama wanono wa zizi, wanaimba nyimbo kwa sauti ya kinubi na kujifanyia kama Daudi vyombo vya muziki, na wanakunywa divai katika mabakuli na kujipaka manukato mazuri, lakini hawazunguniki juu ya kabila la Yosefu. Wamesahau kabisa. Do you know somebody who is living such kind of a life? Did you ever at one time live such kind of a life? Yenye haujali? Na bahati nzuri Mungu amefungua macho yako. Wewe kama mwanaume ambaye uko hapa. Do you remember? Je, unakumbuka wakati huo ambao kulikuwa hata Mungu amekujalia gari, wewe kazi yako ni kubeba bibi yako na watoto wako na kuwapeleka kanisa, alafu unawaacha huko na wewe unaenda kujivinjari huko, ukijua kwamba by saa 7 ama saa 7:30 watakuwa wamemaliza
waambie bibi na watoto, twendeni church na saa hizi mko hapa. Je, unajua mtu ambaye kulingana na udadisi wako anaishi maisha kama hii na ndiye Mose anazungumzia? Amejisahau yeye mwenyewe, amemsahau Mungu na amewasahau na kuwadharau mtu yeyote yule, hajali mtu yeyote. Je, unajua mtu ambaye anaishi maisha kama hayo? Na ni onyo gani tunaweza kujipatia sisi wenyewe na kuwapatia watu kama hao? Je, unajua kwamba katika somo la Injili huyu tajiri ambaye maisha yake tumeambiwa jinsi alivyokuwa anaishi vizuri? Je, unajua jina lake halijatajwa na jina la yule maskini limetajwa? Do you know we can live a life when we have no name? We are so poor that we have no name, though we have everything else except a name. Jina lake halijatajwa, lakini yule maskini ana jina, anaitwa Lazaro. Mbona Luka ameficha jina la yule tajiri? Akasema Luka alikuwa na mtu mmoja tajiri aliyezoea kuvaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na alijifurahisha kwa kufanya sherehe party after party. Na mlangoni pake kuna maskini amelala na jina lake Lazaro. It is deliberate. Luka mwandishi wa aliandika hii is very intentional. Kumweka huyu hana jina, lakini party after party, yes, everything he needs. Amejiingiza katika anasa, hata kumsahau yule ambaye the end of their life is a sad one. Mwisho wa maisha yake haikuwa no. Hata Waingereza walisema he loves best he who loves last. Ukipewa options mbili, option ya kwanza ni kwamba wewe furahia saa hii, enjoy, hautakuwa na tabu yoyote, lakini umalizie mbaya. Hiyo ni option moja. Option na vumilia mateso. Kwa yule mwingine ni party after party, kwa huyu mwingine mateso baada ya mateso, lakini mwishowe umalizie kufurahia, lakini mwishowe umalizie kufurahia. Sijui utachagua gani? Jambo hili ni jambo kukumbusha, Mungu haongei ovyo. Ndio sababu tuko hapa kusikia yale ambayo siku ambapo mimi nilikuwa nafanya pale, siku ambapo wewe sister ulikuwa unafanyiwa first profession ama final profession, siku ambapo wewe mama na wewe baba ulikuwa unafunga harusi yako, siku yenye ulikuwa unabatizwa, ulikuwa na mwito wa maisha ya milele. Mmoja wapo ya mambo ambayo unauliza na unasema nasadiki ama ninaamini. Wale ambao wanaanza wakati ubatizo kuhusu uzima wanasema hili ndilo naliomba, naomba ubatizo kwa sababu huu ubatizo itaniwezesha nifikie hiyo uzima wa milele. I know I have to live here now, but I'm living here conscious of something that is eternal. Na ilikuwa mbele ya watu na hadharani. Ungeonyeshwa video ya siku ya ordination yangu, watu walikuwa wamejaa hivi. Hata waliposikia mimi nimesema nimeitwa pale, nimesema ndipo, na wakanishangilia. Yes, he has not disappointed us. Na wakaniona nikifanya pale. Itakuwa kazi bure yenye haina maana iwapo mwito
hainiongozi kwenye uzima wa milele. Kama hii inaishi hapa pia, uniambie mimi nirudi kwetu, tafute bibi nioe, nizae watoto. Mbona nijinyime kuoa? Mbona nijinyime kuwa na watoto kama sio hiyo maisha ya huko? Mbona wewe ushike bibi yako ama ushike bwanako mkuje hapa kuomba baraka ya ndoa hii, ikiwa sio ya kwenda katika maisha ya milele? Mbona utembee kuja kupokea mwili wa Kristo hapa, ikiwa huu mwili wa Kristo haikupeleki mahali? It gives meaning to everything that we are doing. Kwa hivyo Mungu hapotezi muda wake kutukumbusha kwamba mwito mkubwa ambao unaunganisha miito yote, mwito wa kuwa padre, mwito wa kuwa sister au brother au Mkristo ambaye ako katika ndoa, mwito wa kuwa wale ambao wamebatizwa, mwito mmoja ambao unaunganisha kwamba tutoke kule juu katika maisha ya milele. Wengi wanaishi kana kwamba hakuna maisha baada ya hapa. They are living like we are finishing everything here. It's not that way. Muombe Mungu katika ibada hii, utakaporudi nyumbani, utoke kwa ile njia ya nyumbani, please be reminded kwamba hell is something about eternity. Just keep asking yourself, suppose somebody is now in hell because of doing what I'm doing, because of living the kind of life I'm living. Iwapo mtu ako jehanamu kwa sababu alikuwa corrupt hapa chini, how much can I try myself not to be corrupt? Iwapo mtu ako jehanamu kwa sababu hakujali maisha yake jinsi anavyoishi na watu, what can I change?